Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Hii sehemu moja kiitwa Karbala. Karbala ni mji ambao au ni mkoa na ni jimbo liko ndani ya Iraq, sehemu ya kusini magharibi mwa Baghdad, kwa umbali wa kilomita takriban 100 mpaka 105 kutokea Asim, yani mji mkuu wa Baghdad, mpaka kufika katika mji wa Karbala. Al-Husayn bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu katika mwaka wa 60 Hijria, baada ya kufariki Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Allah amridhie yeye na baba yake. Muawiya radhiyallahu anhu alipofariki, tayari aliacha maagizo ya kutawala na kuongoza mtoto wake Yazid ibn Muawiya. Yazid si sahaba, na Yazid hakuwa mwema hivyo, bali anakuwa na mambo mengi ya kimakosa ambayo wengi katika Waislamu wa wakati ule, hasa masahaba, hawakuwa wakiridhia. Lakini alipitishwa akawa yeye ndiye mtawala, kwamba atakuwa nafasi ya utawala wa Waislamu. Utawala huu aliupata Muawiya baada ya msuguano mrefu baina yake na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, mpaka alipokufa Ali bin Abi Talib. Msuguano ule ukaendelea kidogo wakati wa Al-Hasan, alipokuwa Hasan amerithi nafasi ya baba yake radhiyallahu ta'ala anhu, lakini kwa maslaha aliyoyaona kwamba sisi kwa sisi Waislamu tuuana, tupigana kwa sababu ya huu uongozi, basi mimi nitajiuzulu na nafasi yangu atapewa Muawiya aongoze Waislamu. Kwa hiyo akajiuzulu katika nafasi yake, akashika nafasi ile Muawiya tangu mwaka wa 40. Mwaka ule ukaitwa mwaka wa umoja, baada al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, kaka yake al-Husayn, kujiuzulu kwenye nafasi yake na kumwachia Muawiya aongoze dola ya Kiislamu. Bila shaka kama Muawiya angekuwa ni kafir kama alivyokuwa Abu Jahl, au ni kafiri kama Abu Lahab au Umayya bin Khalaf au wengineo katika makafiri katika sanadidi Quraysh, al-Hasan bin Ali asingethubutu kumpa nafasi ile Muawiya. Yeye aliona kwamba huu ni ugomvi wa kimadaraka, si wa kiitikadi. Hizi ni ikhtilafu za kiutawala na siasa. Maslaha yaliyoko, akaona kwamba nafasi hii ni mkabidhi Muawiya, na wao wakawa kwa nyuma ya Muawiya, na Muawiya akalitawala jambo hili kwa uzuri tangu mwaka huo wa 40 mpaka alipokufa mwaka wa 60. Baada ya kufariki Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu, na yeye kupitisha maamuzi ya kumtawalisha mwanawe Yazid, masahaba wengi walilipinga jambo hili, lakini wengine walikaa kimya. Miongoni mwa waliopinga jambo hili alikuwa ni Al-Husayn bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, na akawa ametoka Madina amekimbilia zake Makka, akakataa kuchukua kiapo cha utiifu cha kumtambua Yazidi kuwa ni mtawala. Shida ikaanzia hapa. Kwa hiyo Al-Husayn akawa amekwenda zake Makka, amekimbilia Makka, na baadhi ya Waislamu katika masahaba na tabi'in hawakuliunga mkono jambo hili la kuteuliwa Yazid. Wengine wakaona kwa sababu hili ni jambo lishapita na ni fitna, wakakaa kimya. Baada ya Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib kukimbilia katika mji wa Makka, ndipo habari zilipofika Al-Kufa, mambo yakaanza kubadilika sasa, na fitna ndipo ilipoanzia. Nataka tufahamu tu kwamba njama zake zimepangwa kutokea katika mji wa Al-Kufa. Mji wa Al-Kufa ni mji ambao uko katika nchi ya Iraq mpaka hii leo, uko ndani ya Iraq. Njama za kuuawa Al-Husayn bin Ali zilipangwa huko na watu wanaojiita kuwa ni wapenzi wa Ahlul Bait, wakidai kwamba wao ndio vipenzi vya Ahlul Bait, watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawapenda watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini si hivyo. Wao walitumia Ahlul Bait kama ndio ngao yao ya kuwahami dhidi ya mashambulizi yoyote kutoka kwa Waislamu. Wakishambuliwa ionekane kwamba wanashambuliwa Ahlul Bait kwa sababu wao ndio wafuasi wao na wao wanawapenda. Kwa ni kama ngome ya kujihami. Ukiwashambulia inaonekana kwamba wewe una chuki na Ahlul Bait. Kwa nini? Kwa sababu unawashambulia watu wanaopenda Ahlul Bait. Kadhiban wa zuran, kwa uongo na uzushi tu. Njama hizi zilipangwa katika mji huo, na katika kuthibitisha kwamba mji wa Kufa
Ndilikuwa mkusanyiko wa watu wanaojidai kuwa ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib pamoja na watoto wake na wapenzi wa Ahlul Bait. Wao wenyewe Mashia katika vitabu vyao wanalizungumzia hili. Kwa mfano Baqir Sharif Al-Qurashi katika kitabu chake Hayatul Imam Al-Hussein kwenye juzuu ya 3 ukurasa wa 12 anaeleza wazi, anasema inna al-Kufata kanat mahdan lishia, hakika mji wa Al-Kufa ilikuwa ndio mahali na ndio kituo cha Shia, wa mawtinan min mawatin al-alawiyin, na ni mji katika miji ya watu wanaojinasibisha na Ali bin Abi Talib. وقد أعلنت إخلاصها لأهل البيت في كثير من المواطن, na kwa hakika walitangaza ikhlasi yao na utakasifu wao wa kimapenzi kwa Ahlul Bait katika nyanja nyingi. Lakini watu hawa Al-Kufa ndio ambao walimkosesha nusra na kumuudhi na kumfanyia vitimbi Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, na yeye aliliona katika uhai wake, na siku moja akawahutubia akiwaambia, ya ahla al-Kufa munitu minkum bi 32, enyi watu wa Kufa, mimi nimepata uzoefu kwenu nyinyi kwa mambo matatu na mingine mawili, jumla mambo matano. Mimi nimejifunza kwenu, nikatazama nikapata uzoefu kwenu nyinyi kwenye mambo matano, sifa tano nyinyi mko nazo. Summun dhau asma', nyinyi ni viziwi wenye masikio. Wa bukmun dhau kalam, na nyinyi ni mabubu wenye maneno. Wa umyu dhau absar, na ni vipofu wenye macho. Mambo matatu, nyinyi ni vipofu lakini mna macho, nyinyi ni mabubu lakini mnasema, nyinyi ni viziwi lakini mna usikivu, mwasikia kivi viziwi. Kwa hiyo anathibitisha kitu na anakanusha kitu, kwa maana nyinyi mnayo macho lakini mwashindwa kuiona haki, mnayo masikio ya kusikia na mnasikia lakini hamuisikii haki, na vile vile nyinyi mnaweza kusema lakini hamwezi kuizungumza haki, ni watu waovu. La ahrara sidqin 'inda al-liqa, nyinyi si waungwana wa ukweli kabisa wakati wa kukutana na maadui. Kama adui anakuja, nyinyi si waungwana wala hamna ukweli. Wala ikhwana sidqin 'inda al-liqa, wala sio ndugu wa kweli wa kutegemewa wakati wa mapambano na kukutana na adui. Taribat aidikum, imeangamia mikono yenu, mikono yenu iwe imeangamia. Ya ashbaha al-ibli ghaba anha ru'atuha, enyi watu mnaofanana na ngamia ambao wachungaji wake wametoweka. Kama ngamia ambao hawana mchungaji, hamwezi kudhibitiwa. Haya ni mambo ambayo Ali bin Abi Talib aliyaona kwa watu wa mji wa Al-Kufa. Sasa lilipokuja suala la kuwa Husaini radhiyallahu ta'ala anhu hakubaliani na uteuzi wa kuteuliwa Yazid, wao wakapatia hapo hapo, wakaanza kuandika barua nyingi kupelekea Al-Husaini wakimtaka aende katika mji wa Al-Kufa. Mshia mmoja Al-Amili katika kitabu chake kiitwa Muntaha Al-Amal anaeleza kwamba Suleiman ibn Surad baada ya kupata taarifa ya kuwa Al-Husaini amekimbilia katika mji wa Makka, aliwakusanya watu wa Iraqi, watu wa Kufa, akawahutubia, akawaambia maneno haya yafuatayo: ya ma'shara ash-shi'a innakum qad alimtum bi anna Muawiyah qad halak wa sara ila rabbih wa qadima ila amali, enyi mashia, hakika nyinyi mshajua ya kwamba Muawiyah amekufa na ameelekea kwa Mola wake na ameshaelekea kwenye amali zake. Wa qad qa'ada fi mawdhihi ibnuhu Yazid, na katika sehemu yake amekaa mtoto wake Yazid. Wa hadha al-Husayn ibn Ali qad khalafahu wa sara ila Makkah, na huyu al-Husayn ibn Ali amemukhalifu na amekwenda Makkah hariban, hali yakuni mwenye kuwakimbia min tawaghiti ali Abi Sufyan, mataghuti wa familia ya Abu Sufyan. Wa antum, na nyinyi mashia wa Kufa, shi'atuhu, ndio wafuasi wake, wa shi'atu abihi min qabli, na ni wafuasi wa baba yake kabla yake. Wa qad ihtaja ila nusratikum al-yawm, na yeye amehitajia nusra yenu hivi leo. Fa in kuntum ta'lamun, mkiwa nyinyi mnajua, annakum nasiruhu wa mujahidu wa aduwi, kwamba nyinyi mtaweza kumtetea na kupigana vita na adui wake, faktubu ilayhi, basi muandikieni yeye. Wa in khiftumul wahna wal fashal, na mkiogopea unyonge na kushindwa, fala taghurru ar-rajula
fi nafsihi, msimuhuri mtu kwenye nafsi yake mkamdanganya kwamba njoo. Kama hamwezi kumtetea msimuhuri katika nafsi yake. Haya ni maneno ya katika kitabu cha Kishia Muntaha al-Amal cha An-Najafi, akitaka kuthibitisha kuwa Mashia walipopata taarifa ya kuwa Al-Husaini amekimbilia Makka, wao walikaa kikao na kupatana ya kwamba wamuite aende Al-Kufa. Wanaeleza katika vitabu vyao kwamba baada ya mkutano huo zikaandikwa barua nyingi zikaandikwa kwenda kwa Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma. Anaelezea Mshia Ali ibn Musa An-Najafi Al-Hasani katika kitabu chake Muntaha al-Amal kwamba baada ya hapo waliandika barua kwa jina la Suleiman ibn Surad na Al-Musayyib ibn Najbah wa Rifa' bin Shaddad al-Bajali na Habib bin Mudhahir na wengineo, wakatia saini zao wakapeleka barua hiyo, na barua ikawa inasema salamun alayka, salamu iwe juu yako, amma ba'd falhamdulillahi alladhi qasama aduwaka aljabbar, sifa njema zote zinamstahiki Allah ambaye amemvunja adui wako aliyejabbar alanid aliyempinzani. innahu laysa alaina imamun faaqbil la'alla Allah yajma'una bika ala alhaq, sisi hatuna kiongozi, wewe njoo, huenda Allah akatukusanya sisi kupitia wewe juu ya haki. Kisha wakaeleza kwamba gavana aliyekuwa katika mji wa Al-Kufa ni An-Nu'man bin Bashir. Anasema An-Nu'man bin Bashir fi qasr al-imara, yuko katika kasri ya uongozi ya imara. Walasna najtami'u ma'ahu fi jum'atin wala jamaa, na sisi hatukusanyiki pamoja naye katika swala ya Ijumaa wala katika swala za jamaa. Hatuendi msikitini sisi si kwa ajili ya jamaa wala Ijumaa, wala nakhruju ma'ahu ila Eid, wala hatutoki pamoja na yeye kwenda kuswali Eid. Walau qad balagna qad aqbalta ilaina, na kama itatufikia habari kwamba wewe umekuja kwetu, akhrajna, tutamtoa huyu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma hatta nulhiqahu bisham, ili tumfikishe Shamu huko insha Allah. Kisha wakaipeleka barua pamoja na wajumbe wawili, Abdullah bin Misma' al-Hamdani na Abdullah ibn Wal, wakawapa barua kwamba waipeleke kwa Hussein huko Makka. Wakawaamrisha wende kwa haraka, wakafika kwa Hussein. Kisha baada ya siku mbili watu wa Kufa wakapeleka barua nyingine. Barua hii wakampa Qais bin Mishar as-Saidawi na Abdullah ibn Shaddad na Umara ibn Abdullah as-Saluli kwenda kwa Hussein. Kisha baada ya siku mbili nyingine wakapeleka wajumbe wengine. Hawa wajumbe wa siku ya pili walipewa barua 150 kutoka kwa watu tofauti tofauti. Watu wawili wameandika, watu watatu, watu wanne, bwana barua yetu, kuonyesha kwamba watu wana hirsi ya kumtaka Al-Husaini aje kwao na wako tayari kumnusuru. Na baada ya siku mbili nyingine wakamtuma Hani bin Hani as-Sabi'i na Sa'id bin Abdullah al-Hanafi, wakaandika barua nyingine, bismillahir rahmanir rahim, ila Al-Husaini bin Ali min shi'atihi min al-mu'minin wal muslimin, amma ba'd fahayya hala fa inna an-nasa yantadhirunak, njoo, hakika watu wanakusubiri wewe. La ra'ya lahum ila ghayrik, wao hawana rai nyingine kwa asiyekuwa wewe. Fal ajal al ajal thumma al ajal al ajal wassalam, fanya haraka, kisha mwisho ni wassalam. Barua ikawa imeishia hapo. Kwa hiyo hapa tunafahamu ya kwamba watu wanaoishi katika mji wa Kufa, wengi wao kama sio wote, wengi wao walikuwa wanadai mapenzi kwa ahlul bait, ni watu wanaopenda ahlul bait. Hilo ndio jambo linalofahamika, na wao kwenye vitabu vyao wanaliandika hilo kwamba Kufa ni mawtinul alawiyin, mawtinu shia, kwa sababu Abdullah ibn Saba alipata wafuasi wengi katika mji wa Al-Kufa. Myahudi Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Himyari alipata wafuasi wengi katika mji wa Kufa, hasa katika fitna ile ya kuuawa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo ni mji ambao umejitenga kwa ajili ya fitna, kama alivyotabiri Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akionyesha mkono katika upande wa mashariki kwamba alfitnatu hahuna, alfitnatu hahuna, fitna ya Waislamu itatokea hapa. Kwa hiyo watu hawa wa Kufa ambao wengi wao wanajidai kuwa ni wafuasi na ni wapenzi wa ahlul baiti, walikusanyika na wakaandika, wakafanya mkutano wao, maazimio yakawa ni kumuita Al-Husaini. Kwa hiyo Al-Kufa ni mji wa Mashia,
na wao ndio walioandika barua za kumuita al-Hussein kwamba sisi tuko pamoja na wewe, njoo, hatumkubali Yazid. Katika mwaka wa 60 Hijiria, baada ya kufariki Amirul Mu'minin kwa wakati huo wa Khalifatul Muslimin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, kwa wasia wake alitawala mwanawe Yazid ibn Muawiyah, na hakuwa ni mtu mwenye sera na tabia na mwenendo wenye kuridhiwa wa wengi katika masahaba. Habari zile zilipofika Madina na katika miji mingine, baadhi ya masahaba walilipinga hilo. Kwa nini khalifa wa Waislamu baada ya Muawiya awe ni Yazid? Miongoni mwa waliolipinga jambo hilo ni Al-Hussein bin Ali radhiyallahu anhuma na Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Na Hussein bin Ali yeye akaelekea katika mji wa Makka baada ya kuwa anakataa kutoa kiapo cha utiifu kwa Yazid. Watu wa mji wa Al-Kufa ambao tulielezea habari zao kwamba wengi katika wao walikuwa wanadai kuwa ni wapenzi wa Ahlul Bait, lakini walishafanya vituko vingi na khiana nyingi dhidi ya Ali bin Abi Talib, na Ali bin Abi Talib akawasema vibaya. Kadhalika walifanya khiana nyingi dhidi ya Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, kaka yake Al-Hussein. Kwa hiyo watu hawa ambao pia kwa kiasi kikubwa walifitinika na fitna ya Abdullah ibn Saba Myahudi, walipojua kwamba Al-Hussein radhiyallahu anhu hafikiani na suala la ukhalifa wa Yazid, wao wakaitumia fursa hiyo, wakaandika barua kama tulivyoeleza kwenye khutba ya wiki iliyopita, mpaka barua zikafika kiasi cha 12,000. Kila siku barua zinamfikia, barua 600 mara ngapi, wajumbe wakifuatana wakipeleka barua za kumtaka aende katika mji wa Al-Kufa huko Iraq. Al-Hussein bin Ali akataka uthibitisho wa jambo hili, akamtuma ibn ammi yake akiitwa Muslim ibn Aqil bin Abi Talib. Yeye Ali bin Abi Talib na Muslim baba zao ni ndugu. Al-Hussein ni mtoto wa Ali bin Abi Talib, Muslim ni mtoto wa Aqil bin Abi Talib. Kwa hiyo akamtuma ibn ammi yake, nenda al-Iraq, nenda Iraq katika mji wa Al-Kufa, kalifuatilie jambo hili. Kweli Muslim bin Aqil aliingia katika mji wa Al-Kufa pamoja na matatizo mengi aliyoyapata njiani, na alitoka katika mji wa Makka kuelekea Al-Kufa katikati huko katika mwezi wa Shaaban, na akaingia katika mji wa Al-Kufa siku 5 katika mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo katika siku tarehe 5 ya mwezi Shawwal akawa Muslim bin Aqil amefika katika mji wa Al-Kufa, na watu wa Kufa wakampokea kwa uzuri, kwa shangwe, wakamkaribisha kuonyesha ya kwamba wao wako pamoja naye na wao pamoja na Al-Hussein. Wakatiririka watu kwenye nyumba ambayo alimefikizia Muslim bin Aqil, takriban watu 18,000. Kuna kauli wanasema watu 12,000, kauli nyingine 18,000, wengine wanasema mpaka watu 40,000 walifika katika nyumba ile kumpa kiapo cha utiifu au kula kiapo cha utiifu kwa niaba ya Al-Hussein, kwamba sisi tuko pamoja na yeye. Jambo lile lilimfurahisha Muslim bin Aqil, na yeye akaandika barua kwa kaka yake, kwa ibn ammi yake huko Makka. Wakati huo Al-Hussein yuko Makka radhiyallahu anhu, kwamba njoo watu wa pamoja na sisi, njoo lisimamie jambo la Uislamu. Bali katika barua alizoandikiwa alikuwa akitishiwa Al-Hussein, njoo utunusuru sisi, na kama hutakuja huku kwetu sisi tutakuwa mahasimu wako siku ya kiyama. Wewe unatuachia nani sisi? Njoo kwetu. Al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu akajikusanya pamoja na familia yake na watoto wake na ndugu zake na abna wa amamihi, wakatoka katika mji wa Makka tarehe 8 siku ya Tarwiya,
kabla ya kumalizika ibada ya haji, siku ya tarwiya tarehe 8 mwezi wa mfunguo 3, akatoka katika mji wa Makka akaelekea katika nchi ya Iraq huko Karbala, yani Al-Kufa, akiwa na watu katika familia yake, takriban watu 72, watu wa familia yake na watumishi wake na askari wake, watu 72. Wakaelekea katika nchi hiyo, wakatembea mpaka katika mwezi wa Muharram mwaka wa 61. Wakafika katika mahali, akauliza ni mahali gani hapa? Akaambiwa hapa panaitwa Karbala. Katika riwaya inasema kwamba akasema na'udhu billahi minal karbi wal bala, au pia amesema karbun wa bala'un. Hii ni karbu, haya ni mateso, na hili ni balaa. Alipofika mahali pale, ukaja ujumbe kutoka katika ardhi ya Al-Kufa. Wakati yuko njiani alipata taarifa tayari kwamba wale watu wote waliokula kiapo cha utiifu kwa Muslim bin Aqil wamemgeuka Muslim bin Aqil, wamemwacha. Sasa hivi Muslim bin Aqil yuko peke yake na ameshauawa. Taarifa za kuuawa Muslim bin Aqil zilimfikia Al-Husaini akiwa yuko njiani. Jambo lile likamhuzunisha sana, akatamani kurudi, lakini watu katika watu wake au katika jamaa zake na hasa watoto wa Muslim bin Aqil akamwambia hapana, haturudi mpaka tukalipe kisasi cha baba yetu. Lakini kabla ya hapo pia, alipokuwa akitaka kutoka katika mji wa Al-Kufa, masahaba kadhaa walimkataza kufanya jambo hilo. Usiende huko, hawa watu hawaaminiki, walishamfanyia khiana baba yako, kaka yako, ni watu wana ghadri na makri na khiana, usiende kwao. Ikawa yeye akiambiwa maneno yale anatoa mrundo wa zile barua alizoletewa. Ona barua zao hizi, na hii ni barua ya Muslim bin Aqil, ameniletea kwamba watu wa Al-Kufa wanatukubali sisi. Abdullah ibn Abbas ni katika waliomnasihi, akamwambia lau kama watu wasingetudharau sisi, ningekungangania wewe tukaminyana hapa, usingeondoka katika mji huu. Lakini basi siwezi kufanya namna hiyo, lakini mimi nakuhusia kwamba usiende. Habari zilipomfikia Abdullah ibn Umar, yeye alichelewa kupata habari. Siku 3 tayari zishapita tangu kuondoka Al-Husaini. Yeye ndo anapata habari kwamba Al-Husaini ameondoka, ameelekea katika mji wa Al-Kufa. Akaenda kwa haraka, akamfukuzia mwendo wa siku 3, akamzuia, akamwambia usiende, hawa watu ni watu wa khiana, si wa kweli. Lakini Al-Husaini alikataa. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma akamuaga kwamba astaudiuka Allah min qatil. Wakaachana hapo. Bali kina Abdullah ibn Amr ibn al-As, kina Abu Sa'id al-Khudri na wengineo katika masahaba wote wakimnasihi kwamba usiende, kwa kuwa watu hawa tuwajua kuwa ni watu wa khiana. Lakini Al-Husaini alisogea, alikaenda mpaka katika sehemu hiyo kama nilivyoeleza, katika tarehe mosi au mwanzoni wa mwezi wa Muharram akawa amefika hapo mahali panapoitwa Karbun wa Bala. Tueleza kwa haraka, lakini al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidayah wa Nihaya kwenye juzu ya 8 kuanzia ukurasa wa 160 161 na kuendelea, amezieleza habari hizi kwa tafasil. Wakati wako pale, likaja jeshi la watu takriban 1400 kutoka Al-Kufa wakiongozwa na Umar ibn Saad, wakaja mpaka kwa Al-Husayn. Pakapita mazungumzo baina yao. Husayn radhiyallahu ta'ala anhu akawa amekinai kwa kumpa Umar ibn Saad mambo matatu. Akamwambia, jambo la kwanza, imma uniache nirudi zangu Makka, au niende kwenye mipaka huko miongoni mwa mipaka ya Waislamu na mimi nikafanye ulinzi huko, kwa sababu nchi ya Kiislamu ilikuwa na mipaka yake, na pambizoni palikuwa na miji ya washirikina na makufari mbalimbali ambao walikuwa yatarabasuna bil muslimina ad-dawair. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wakilinda hiyo mipaka. Kwa hiyo na mimi niache niende huko, au uniachie niende kwa Yazid, nitoke hapa niende Sham nimfuate Yazid, huyo mtawala ambaye nyinyi mwamkubali, nikamfikishie ujumbe wangu. Umar bin Saadi akayakubali mapendekezo ya Al-Husayn
ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, akamwambia basi sawa, wewe andika barua kumtaarifu Yazid na mimi nitaandika barua kwenda Kufa kumtaarifu Ubaidullah ibn Ziyad ambaye ndiye alikuwa mtawala katika mji wa Al-Kufa kwa wakati huo, ndiye alikuwa governor. Kwa hiyo wakakubaliana namna hiyo, wewe andika barua na mimi nitaandika barua, majibu yatakayokuja sisi tutayafanyia kazi. Kwa hiyo jambo hilo likafanyika kwa upande wa Umar ibn Saad, lakini Al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma hakuandika barua kwenda kwa Yazid wala hakuona haja ya kufanya namna hiyo. Katika mji wa Al-Kufa, mtawala au governor aliyewekwa pale, liwali au governor aliyewekwa katika mji ule tangu wakati wa Muawiya alikuwa ni sahaba An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. An-Nu'man ibn Bashir alikuwa ni mtu mpole, mtu mwenye hikma, mwenye busara, anayejua kuishi na watu. Kwa kweli ni sahaba, na masahaba wameleleka katika mikono ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na walikuwa ni watu wakisifika na makarimul akhlaq, walikuwa wana diana na wara', walikuwa ni watu wakisifika kwa dini na uchamungu na kujichunga na wakihofia juu ya dimaa'un nas. Na An-Nu'man bin Bashir ndiyo alitupokelea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kwa hiyo alikuwa governor katika mji wa Al-Kufa. Matukio yalikuwa yakiendelea katika mji ule. Baada ya kufika Muslim ibn Aqil, yeye aliyanyamazia kimya, hakumshughulikia Muslim ibn Aqil. Habari zikapelekwa Sham kwamba mtawala uliyemweka pale hawezi kupambana na matukio yale. Watu wanaonyesha uasi wa wazi kabisa, wanataka kuleta mapinduzi, lakini Nu'man bin Bashir yuko kimya. Mtawala wa Basra alikuwa ni Ubaidullah ibn Ziyad. Ikaja amri kutoka Sham kwamba mtawala kwa sasa hivi au governor wa Al-Kufa sasa hivi ni Ubaidullah ibn Ziyad, atakuwa yeye ndiye governor wa Kufa na Basra. Kwa hiyo yeye alipoingia ndio akabadilisha mazingira yale, akahakikisha watu wote wanaacha kuunga mkono juhudi zinazofanywa na Muslim bin Aqil ambazo ni za kutaka kumtawalisha Al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhu. Kwa hiyo akajaribu kuzungumza na wakubwa wa makabila na wakubwa wa familia na koo mbalimbali, akawaita akawatisha kwamba tutaleta sisi majeshi kutoka Sham na nyinyi mwajua watu wa Sham, lakini atakayekubali kuachana na Muslim bin Aqil atapata hivi na hivi. Kwa hiyo raghabahum wa rahabahum, aliwapendezesha na akawatisha watu. Kweli wakamwacha Muslim bin Aqil kwa sababu ni watu wa khiana ghairu awfiya, ni watu wa ghadr na makr, hawakusawa sawa kama tulivyoeleza maneno ya Ali bin Abi Talib dhidi ya watu wa Kufa. Kwa hiyo yeye akajaribu kuwachangua watu kwa hali hiyo, na kisha akaliandaa jeshi baada ya kumuua Muslim bin Aqil na watu wakachangukana. Akaandaa jeshi la watu takriban 1400 kuelekea njia ambayo atakuja Al-Husayn radhiyallahu anhu. Katika wanajeshi hao waliokuwemo katika jeshi hilo lililoandaliwa na Ubaidullah ibn Ziyad, asilimia kubwa ni wale walioandika barua ya kumuita, wanaodai kwamba wao ndio Shia wa Ahlul Bait. Wale walioandika barua za kumuita, njoo na sisi tuko pamoja na wewe, lakini kwa muda mfupi tu walibadilika, wakawa ni jeshi dhidi yake. Kwa jeshi hili likapelekwa ndio wakakabiliana na Al-Husayn bin Ali. Kwa hiyo siku ya Ijumaa kama hivi leo, asubuhi ya siku ya Ijumaa kama ya leo ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, siku ya Ashura, mwaka wa 61 Hijiria. Leo tuko mwaka wa 1445. Sasa ilikuwa ni mwaka wa 61 Hijiria, siku 10 tu tangu kuingia katika mwaka mpya wa Kiislamu. Jeshi hilo la watu 1400 likakabiliana na Al-Husayn. Yakapita mazungumzo niliyoyaeleza, na mapendekezo yakaja kwamba barua ziandikwe kwenda kwa watawala. Al-Husayn radhiyallahu anhu amwandikie Yazid kwamba yeye anataka kwenda kwake, amjulishe hali halisi ilivyo, na yeye Umar ibn Saad ataandika barua kwenda kwa Ubaidullah ibn Ziyad. Kweli barua ikafika kwa Ubaidullah ibn Ziyad kutoka kwa amiri jeshi wake
anaitwa Umar ibn Saad, ikasoma barua ile. Ubaidullah ibn Ziyad akashawishika na maneno yale, ikawa amekubali. Lakini pembezoni mwake kulikuwa na mtu akiitwa Shamr ibn Dhiljawshan, alikuwepo pale, mtu mmoja fedhuli sana. Akamwambia, hapana ya khalifata amirul mu'minin, hapana, sikubali jambo hili, usikubaliane na mapendekezo ya al-Hussein. Lazima al-Hussein aje hapa, aletwe hapa, akiwa anataka au hataki aje hapa, na mimi nitaongoza kikosi maalum cha kwenda kumleta al-Hussein, aje hapa. Akasifiwa pale Ubaidullah ibn Ziyad, na yeye kwa upumbavu wake akakubali, akaghurika, akamwambia sawa. Kwa kikatoka kikosi kingine kikaunga mkono au kikitia nguvu kwenye kile kikosi kilichotangulia, na hiki kikaongozwa sasa na huyu Shamr ibn Dhiljawshan. Wakaenda mpaka kukutana na al-Hussein, wakawa wanamlazimisha lazima al-Hussein apelekwe al-Kufa mbele za Ubaidullah ibn Ziyad. Hussein akasema siwezi kufanya jambo kama hilo. Kwa hiyo wakaanza mapambano pale baina ya watu 72 na kikundi cha watu 1500. Wale 4000 wakaongezea watu wengine kwa 1500, ikawa alfirqatani ghairu mutakafiatain, vikundi viwili haviwezi kulingana sawa. Kiangalia idadi ya hao watu 72, afanywa 72 kwa 700 labda na 20, ikawa 10 kwa mmoja, lakini 72 kwa watu 1500, wanajeshi waliopanda farasi na wenye kutembea kwa miguu. Lakini al-Hussein akasema sikubali mimi. Kwa hiyo wakaanza mapambano wakati wa asubuhi, wakauawa wengi katika alu baiti Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakiwemo ndugu zake al-Hussein ambaye ni watoto wa Ali bin Abi Talib, watoto wa ndugu yake al-Hasan, na watoto wake yeye mwenyewe wa kuwazaa, na watoto wa Aqil bin Abi Talib ami yake ambaye ni ndugu wa Muslim bin Aqil. Takriban watu 18 katika alu baiti Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam waliuawa, na alisalimika pale siku ile alikuwa ni mtoto wa al-Hussein anaitwa Ali ibn al-Hussein Zainul Abidin. Lakini wote waliuawa pamoja na watu 72, wote waliuawa. Na alibashiri kumuua al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu ni mtu mmoja akiitwa Sinan ibn Anas an-Nakhai, qatalahu Allah, yeye ndiye alikata kichwa chake. Kwa hiyo muadham, sehemu kubwa ya lile jeshi lililokuja kupambana na al-Hussein ndio wale waliomwandikia barua al-Hussein na kumuita katika mji wa al-Kufa, wakidai kwamba wao ni watetezi na ni wapenzi na Shia wa alu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakati wa maneno muda mfupi tu wakabadilika, wakawa dhidi ya al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu. Na ndio maana ahlus sunnah wal jamaa na waandishi wa historia wa ahlus sunnah wal jamaa na wasiokuwa ahlus sunnah wal jamaa wote wanakubaliana ya kwamba waliumua al-Hussein ni Shia wa Kufa, wakishirikiana na utawala dhalim wa Yazid bin Muawiya. Yazid alikuwa yuko Sham, lakini utawala ni wake. Kwa hiyo yale yanayofanyika katika utawala wake lazima tabeba lawama katika hili. Lakini wakina nani walitumika katika hili? Kwa sababu katika baadhi ya barua walizoandika inaonyesha kwamba kuna watu walikuwa zaidi ya 1040, wengine wanasema zaidi ya 100,000 katika watu wa Kufa ambao walikuwa wako tayari kupambana dhidi ya jeshi la Yazid. Ina maana kwamba wangesimama kumtetea kama wanavyodai kuwa wao ni watetezi wa ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, basi jambo hili lisingelikuwa. Lakini qadarullah wa ma shaa fa'al, fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na lau wangemwacha al-Hussein, wasingemughuri kwa barua zao, Hussein asingekwenda katika mji wa al-Kufa. Yeye ni mtu makini kabisa, na ndio maana akapeleka ujumbe maalum wa kuhakiki jambo hili kwa kumtuma ndugu ammi yake Muslim ibn Aqil ili atathabat, atafute uthibitisho wa jambo hili. Kwa hiyo kwa ufupi wa habari uko namna hii: waliomuua al-Hussein radhiyallahu anhu, waliomuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mashia wa ovu wa mji wa al-Kufa, wakishirikiana na baadhi ya watawala madhalim waliofanya jambo hili.